السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Ndugu baada ya kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyo kawaida yetu, bado tuko katika muendelezo ule ule wa darsa zetu za usulul fiqh katika kitabu chetu hiki kinachoitwa Rawdatun Nadhir, kinachoitwa Imta'ul Uqul bi Rawdatil Usul. Kitabu kinaitwa Imta'ul Uqul bi Rawdatil Usul, na ni juzu ya kwanza hii. Leo tuko katika kipengele kinachosema an-naskhu bil akhaffi wal athqali wal musawi. Tunasoma naskhu kwa hukumu nyepesi na kwa hukumu nzito na kwa hukumu inayolingana na hukumu iliyotangulia. Katika kipengele hiki yakulu sahibul kitab, anasema bwana mwenye kitabu, la khilaf baina al-ulamai, hakuna ikhtilaf baina ya wanawachuoni fi jawazi naskhi bil akhaffi wa bil musawi, katika kujuzu kwa naskhi kwa hukumu nyepesi na hukumu yenye kulingana na hukumu iliyotangulia. Hakuna ikhtilafu katika hilo. Akasema fal akhafu ka'iddatil mutawaffa anha zawjuha, mfano wa naskhu nyepesi ni kama vile eda ya yule aliyofiwa na mume wake. Wal musawi, na naskhu yenye kulingana na hukumu iliyotangulia ambayo sasa itakuwa ni mansukhu. Wakatoa mfano akasema katahwili alqibla, ni kama vile kugeuzwa hukumu ya qibla, badala ya kuelekea Baitul Maqdis ikawa ni kuelekea Maka. Sasa hii inaitwa ni naskhu bil musawi. Lakini ile eda ya yule aliyofiwa na mumewe, hiyo ni an-naskhu bil akhaffi, kwa sababu mara ya kwanza ilikuwa mtu anakaa mwaka mzima, lakini ilipofutwa hiyo hukumu ya kukaa mwaka mzima ikaletwa hukumu ya kukaa miezi 4 na siku 10. Kwa hiyo inaitwa an-naskhu bil akhaffi. Wakhtalafu fi an-naskhi bil athqal, na wakakhitilafiana wanawachuoni katika kadhia ya naskhu kwa hukumu iliyokuwa nzito. Famana'ahu ba'dhu adh-dhahiriyya, wakalipinga jambo hilo baadhi ya wafasi wa Daudi adh-Dhahir, wa ba'dhu Shafi'iyya, na baadhi ya wafasi wa Imam Shafi'i wakalipinga jambo hilo, muhtajina, wakisimamisha hujja biqaulihi, kwa kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ndani ya Qur'ani, al-ana khaffafa Allahu ankum, hivi sasa Allah amekukhafifishieni. Kwa hiyo yawezekana ikaja hukumu yenye uzito, lakini baadaye ikaja hukumu yenye wepesi. Kwa hiyo akasema haiwezekani lile jepesi liondoshwe alafu liletwe lilokuwa zito. Kwa ushahidi huo, al-ana khaffafa Allahu ankum, hivi sasa Mwenyezi Mungu amekukhafifishieni. Wa biqaulihi, na kwa kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema yuridu Allahu an yukhaffifa ankum, anataka Mwenyezi Mungu kukukhafifishieni. Wa biqaulihi, na kwa kauli yake nyingine Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Mwenyezi Mungu yuwakutakieni wepesi na wala hakutakieni uzito. Kwa kinachofutwa kitakuwa mkizito na kile kilichokuja kinakuwa ni chepesi. Kwa ushahidi huu
kwa hawa madhahiri na mashafi'i. Ndivyo wanavyosema. Walianna Allah, na kwa kuwa Mwenyezi Mungu raufur rahim, ni mpole na ni mwingi wa huruma, la yaliqu bihi tashdidi, hauambatani na yeye Allah ukali, yani hauambatani na yeye uzito. Kwa hiyo litakuwa lilotangulia ni zito, linalokuja jepesi, linalokuja ni jepesi. Ndivyo wanavyosema hao madhahiria na mashafi'ia. Wa dhahaba al-jumhur, na wakenda jamhuri ya wanawachuoni ila jawazi nasakh bil athqal, katika kauli ya kujuzisha nasakh kwa hukumu iliyokuwa nzito. Hii sasa ni jumhurul ulama. Wahtaju, na wakasimamisha hoja biijabi saumi yaumi Ashura, kwa kitendo cha kuwajibishwa funga ya siku ya Ashura. Kabla ya Ramadhani ilikuwa watu wanatakiwa kufunga siku ya Ashura, thumma nasakhahu, kisha Mwenyezi Mungu akafuta hiyo hukumu ya kufunga siku ya Ashura bisaumi Ramadhan, kwa kuleta funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa huwa athqalu, na jambo hilo la kuwajibishwa mwezi wa Ramadhani ni jambo zito zaidi. Kwa hiyo limefutwa jepesi, limeletwa zito zaidi. Sasa hii ndio hoja ya jumhurul ulama, kwamba nasakhu kwa hukumu nzito ni jambo ambalo linawezekana, kwa sababu zamani ilikuwa ni wajibu kufunga yaumu Ashura, siku ya Ashura, nazo hizo ni siku 10 tu chache, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akafuta, akaleta watu wafunge mwezi wa Ramadhani, nayo ni siku 30, wa huwa athqal, nalo jambo hilo ni zito zaidi. Wakana hukumu man ata alfahishata min arrijali, na ilikuwa hukumu hapo zamani ya yule anayeleta uzinifu miongoni mwa wanamume, at-ta'nif, zamani ilikuwa ni kuadhiriwa, kufedheheshwa, wal idha'u, na kuudhiwa, anafanywa maudhi na anadhalilishwa, ilikuwa hivyo. Biqaulihi, kwa kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema walladhani ya'tiyaniha minkum, na wale ambao wanauleta huo uovu miongoni mwenu, fa'adhuhuma, basi waudhini, wakereni. Thumma nusikha dhalika, kisha hukumu hiyo ikafutwa, birajmil muhsan, kwa kumpiga mawe mpaka afe mzinifu aliyehifadhika, wajaldi albikara, na kumpiga bakora 100 ambaye hajaoa au kuolewa, wa huwa athqalu, nalo jambo hili la kupigwa mtu mawe mpaka afe ni zito zaidi, na la kupigwa bakora 100 ni zito zaidi. Kwa likaondoshwa jepesi, likaletwa lililokuwa zito. Huu ni ushahidi wanaoleta jumhurul ulama kwamba yawezekana likafutwa jepesi na likaletwa lenye hukumu nzito. Amma al-ayatu allati istadalla biha al-mukhalif, ama zile aya ambazo amezitolea dalili mpinzani, faqad waradat fi suratin khassa, kwa hakika aya hizo zimekuja katika sura maalum. Faqad waradat fi suwarin khassa, kwa hakika zimekuja katika sura maalum. Urida biha takhsisu, kumekusudiwa kwa sura hiyo takhfifu tu, Allah alikusudia takhfifu tu. Fala yamtani'u ghayrahu, basi haziwezi kuzuia hukumu nyingine isiyokuwa hiyo. Wa ra'fatullahi wa rahmatuhu, na upole wa Mwenyezi Mungu na huruma yake, la tahilu an-nasakh bil athqal, au unaweza ukasema la tuhilu an-nasakh bil athqal, haviwezi kuzuia nasakh kwa hukumu iliyokuwa nzito. Li'annahu awjaba ba'd at-takalif, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyawajibisha baadhi ya majukumu baada an lam takun, baada ya kuwa yalikuwa hayako. Sasa kama upole wa Allah na huruma ya Allah ungekuwa unaweza kuzuia, basi hata yale majukumu ambayo yalikuwa hayako Allah asingeyawajibisha kabisa, kwa kuonea huruma waja wake na upole. Lakini ra'fatullahi wa rahmatuhu la tuhilu an-nasakh bil athqal, huruma ya Mwenyezi Mungu na upole wake hauzuii nasakh kwa hukumu nzito. Li'annahu, kwa kuwa yeye Allah
aujaba ba'd at-takalifi, aliwajibisha baadhi ya majukumu baada an lam takun, baada ya kuwa yalikuwa hayako. Wasallata al-marda ala al-atfali, na akasalitisha maradhi juu ya watoto wadogo. Lihikmati ya'lamuha, kwa sababu ya hikma anayojua yeye mwenyewe. Sasa yule mtoto alitakiwa asiugue kabisa, mpole, hana kosa. Kwa nini anaumwa mtoto? Tena wakati mwingine maradhi kwa mtoto yanaweza kuwa ni makubwa kuliko kwa mtu mzima. Pamoja na kwamba Allah anampole, Allah ana huruma, lakini amesalitisha maradhi juu ya watoto wadogo kwa hikma anazozijua yeye mwenyewe. Kwa hivyo ana uwezo wa kuleta hukumu nzito kwa kuiondoa ile hukumu nyepesi iliyokuwa imetangulia. Ala anna an-naskha bil athqal, pamoja na kwamba naskhu ya hukumu iliyokuwa nzito ghairu khali min al-maslahati dhahira, si yenye kuepukana kutokana na maslaha yaliyo wazi. Idh yatadarraju al-mukallafu, kwa kuwa huwa anapanda kidogo kidogo yule aliyekalifishwa na sheria, min al-akhafi, kutoka kwenye hukumu nyepesi, ila al-athqal, kwenda kwenye hukumu nzito. Fayasuhula alayhi, basi ikiwa hivyo inakuwa ni jambo jepesi kwake yeye kutekeleza. Anazoeshwa kwanza, anaanziwa kwa hukumu ambayo ni nyepesi ili azoee, lakini baadaye Allah anampandisha taratibu. Kwa hiyo hayo ndiyo maslaha. Sasa leo tutakomea hapo, lakini mlango unaofuatia tutakuja kueleza mata yathbutu hukumu nasikh, ni wakati gani inathibiti hukumu iliyokuja kufuta, ni wakati gani. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie khairi na tawfiki, innahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.